Hallelujah. Amen. Father, I thank you for your faithful King of Glory. Thank you for for another opportunity, King of Glory. I pray that you are going to bless each one of us, King of Glory, and also, Lord, Father, you are going to bless our viewers in the name of Jesus. Wale ambao wako mbali na wengine wakiwa karibu, wengine wako kwenye hii county ya Nairobi, wengine wako county zingine, wengine wako nchi zingine. Ninaomba Bwana ukapate kubariki kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, na jioni leo ukapate kuzungumzia kila mmoja in the name of Jesus. Asante kwa maana Baba Mungu, kuna neema yako imeshuka mahali hapa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine njema tumepata ya kuweza kuleta neno la Bwana. Ninaamini ya kwamba Mungu anaenda kubariki kila mmoja, wale mko mahali hapa na wale ambao mnao tutazama kupitia Facebook, na wale mtakaofikiwa na ujumbe baadaye kupitia YouTube na kupitia Facebook baadaye, wale watatawashi baadaye. Mungu ataenda kukubariki na mwisho wako utakuwa mzuri katika jina la Yesu. Amen. Na kama vile ambavyo tulivyo advertise kwenye social media ya kwamba hii wiki tunazungumza about finishing well. Amen. Kumalizia vyema. Mungu ataweza kukumwezesha kumalizia vyema kwa jina la Yesu. Amen. Na neno letu la kwanza litatoka kwenye 1 Samuel chapter 12. 1 Samuel chapter 12. Our topic is we are talking about is finishing well, na Mungu ataweza kutubariki. Kumalizia vyema, unamalizia kiroho vyema, unamalizia kimwili vyema, na sana sana tutaengemea mwaka huu wa 2020 umalizie vizuri kuliko vile ulianza. Amen. Umalizie ukiwa na nguvu kuliko vile ambavyo ulivyokuwa na nguvu ukianza mwaka. Umalizie ukiwa unaomba vizuri kuliko vile ulikuwa unaomba ukianza mwaka. Umalizie ukiwa umefanikiwa kuliko vile ambavyo ulivyokuwa umefanikiwa ukianza mwaka katika jina la Yesu. Amen. So neno la kwanza linatoka kwenye 1 Samuel chapter 12 and verse 1. Inasema kisha Samueli akawaambia Israeli wote, angalieni, nimesikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalume juu yenu. Basi sasa angalieni, mfalume anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye mvi. Tena tazameni, wana wangu wapo pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo, nami nipo hapa. Basi mnishuhudie mbele za Bwana na mbele ya masihi wake, nalitoa ng'ombe wa nani? Au nalitoa punda wa nani? Au ni nani niliye mdhulumu? Ni nani niliye muonea? Au kwa mkono wa nani nimepokea rushwa inipofushe macho? Nami nitawarudishia ninyi. Hapo ni Samueli alikuwa anaongea. Verse 4 inasema, nao wakasema, hukutudhulumu wala hukutuonea wala hukumpokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Akawaambia, Bwana ni shahidi juu yenu. Bwana asifiwe. Amen. Hapa ni Samueli alikuwa anaongea, na wakati Samueli alikuwa amefanya kazi ya Mungu. Samueli alikuwa kuhani na alikuwa nabii, na alipokuwa mzee mwenye mvi akaseeka, akawaita wana wa Israeli wote, akawaambia, nimeshawachagulia mfalume kama vile ambavyo mlivyotamani na mkaomba, na Mungu akaniongeleza nikaappoint yule ambaye Mungu aliyenielekeza. Na akawaambia, na mimi nimekwenda mbele zenu kutoka nikiwa kijana mdogo, na akawaambia kwamba na hakuna mtu ambaye nilidhulumu wala kumuonea wala kupokea rushwa ama corruption. Na akauliza, ama nilitoa ng'ombe ya nani? Akauliza, akawaambia, ni kitu gani wanaweza wakamblame nayo? Wakasema, hakuna mtu aliyemdhulumu wala kumuonea wala kupokea rushwa kwake. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu alikuwa amemalizia vyema. Hata ukiangalia watumishi wa Mungu wengi hawakuangi wanamalizia vizuri, wengi wanamalizia vibaya. Na ndio Paulo akasema ya kwamba mlianza na roho, na ni kwa nini mnamalizia na mwili? Watu wengi huanza na roho, lakini katika hali ya kumalizia wanamalizia na mwili. Hata ukiangalia wafalme wengi, mfalme kama Ezekieli, wakati alikuwa anaanza ufalme wake, alianza vizuri sana. Lakini wakati alipokuwa anamalizia, wakati alipoongezewa miaka 15, hapo ndiyo aliharibu mambo. Mimi naomba wewe unayenitazama,
unayenisikiliza, hata wale mko hapa, na hata mimi, Mungu akapate kutusaidia. Tumalizie vyema katika jina la Yesu. Tumalizie vyema tukiwa tunamtumikia Mungu kuliko vile ambavyo tulivyoanza tukiwa. Kama tulianza na roho, tumalizie na roho, tusimalizie na mwili. Nasema hivyo kwa maana tukiwa tunaanza mwaka, watu huanza vizuri sana wakiwa wanaombea mwaka ukianza, wakiwa wanakubaliana na utakatifu na imani, ndio Mungu akaweze kuwabariki mwaka mpya. Lakini wakati mwaka unapoisha, unapoenda kuisha, ndio unapata watu wanaingia kwa dhambi. Wengine wanafanya usinzi, wengine wanakunywa pombe. Hata nilisikia wengine wakisema kwamba nimekaa mwaka mzima sijafanya kitu. Huu mwaka tukienda kumalizia Disemba lazima nijirudishie shukrani. Lakini ningetaka nikwambie wewe, hiyo shukrani unajirudishia, ujue ya kwamba unaweza ukafurahia dakika 2 katika ulevi, lakini uteseke maisha yako yote jehanamu. Haleluya. Mwingine anasema sasa nijirudishie shukrani, sijawahi toka nje. Mtu alikuwa vizuri katika ndoa yake from January to November, lakini December anamalizia vibaya. Na ndio maana unaonanga watoto wengi wamezaliwa September. Hata hapa ukiambia watu inua mikono ni wangapi wana celebrate birthday September, mwezi wa 9. Ni watu wengi. Watu walichukua yani wakati wanasherehekea Christmas kuzaliwa kwa Yesu. Yani wanasahana. Hiyo shindo aina ya kusana namna hiyo shindo kwa jina la Yesu. Amen. Sema shetani asinde mfululizo. Amen. Haleluya. Usimalizie mwaka vibaya. Usimalizie mwaka ukiwa unafanya usinzi. Usimalizie mwaka ukiwa unafanya usherati. Usimalizie mwaka ukiwa mlevi. In the name of Jesus. Na pia ninaomba Mungu akuwezeshe kumalizia mwaka ukiwa umefanikiwa. Kuliko vile ambavyo ulivyokuwa umefanikiwa mbeleni. Umalizie mwaka ukiwa unatembea na Mungu, unatembea na nguvu za Bwana, unafanya ishara na maajabu. Kuliko vile ambavyo ulivyoanza kuliko vile ambavyo ilivyokuwa ukianza mwaka. Maana unapatanga presenters zinakuanga zimejaa January. Wakati watu wanaomba mwaka ukianza, Mungu ninakamata mwaka huu uwe mwaka wangu. Uwe ni mwaka wangu wa kubarikiwa. Uwe ni mwaka wangu wa kuoa, uwe ni mwaka wangu wa kuolewa, uwe ni mwaka wangu wa kuinuka kwa huduma, kwa biashara, family barikiwe. Lakini tunapofika mwaka ukienda kuisha, hata ukienda presenters hizi hakuna watu singine. Haleluya. Na wale ambao utapata wako ni wale wako na ufunuo. Wanataka kumalizia na Mungu vizuri. Na hata makanisa saizi, hata Sunday iliyopita utapata makanisa mingi hazikuwa na watu wengi. Watu kumalizia wanamalizia wakiwa na warindi. Tunaomba Mungu akakuwezeshe kumalizia mwaka vizuri ni Jesus name. Amen. Umalizie ukiwa umebarikiwa na ukiwa umeinuliwa na Mungu. Na mimi ninaomba wale ambao mnaonitazama kwa online na hata wale tuko hapa, Mungu hata kifedha akubariki na fedha mingi kuliko zile ambazo amekubariki mesile mingine yote imepita. In the name of Jesus. Hallelujah. Nataka tusome Psalms chapter 84, Zaburi 84 and verse 7. Psalm chapter 84 and verse 7. Wale ambao mnao tutasema online, unaweza ukasea kwa wengine na Mungu ataweza kukubariki. Hiyo ni njia moja ya kutumikia Mungu. Unaposhare huo ujumbe ufikie watu wengine na Mungu ataweza kukubariki kwa njia kubwa. Psalm chapter 84 verse 7 inasema, uendelea toka nguvu hata nguvu, uonekana Sayuni kila mmoja mbele za Mungu. Uendelea nguvu hata nguvu. Kisungu inasema ya kwamba they moved from strength to strength. Hallelujah. Mtu wa Mungu anafaa a move from strength to strength. From glory to glory. Not from strength to weakness. Not from glory to shame. Hallelujah. Naomba Mungu akapate kukuinua. Usiwe unaimba wimbo ya kwamba samani nilikuwa naomba sana, lakini siku hizi siombi. Samani nilikuwa natumiwa na Mungu sana, lakini sasa situmiki. Samani nilikuwa natoa unabii. Hiyo wimbo siimbe. Kama ulikuwa unatoa unabii, toa hata leo. Kama ulikuwa ukitumiwa na Mungu, tumiwa hata leo in Jesus name. Mimi ninaombanga Mungu na ninaonanga Mungu ananisaidia. Ninaona hata kama ni njia ya hii bila ambavyo ninavyofanya huduma, naweza nikajipata bila ambavyo ni kwa mwaka huu wa 2020 niko better kidogo kuliko vile nilivyokuwa 2019. Ndio sijafikia mahali ambapo nastahili kufika. Hata sijafikia 10%. Lakini siko mahali ambapo nilipokuwa.
mwaka uliopita. At least nimesonga kidogo. Bwana asifiwe. Na mwaka ujao nitakuwa nimesonga tena zaidi. In Jesus name. Because we supposed to move from glory to glory, from strength to strength. Kwa hivyo ninaomba Mungu, wewe uliyokuwa unaomba sana, Mungu akakusaidia umalizie mwaka ukiwa unaomba vizuri kuliko vile ulikuwa unaomba zamani. Mungu akakusaidia ufunge kuliko vile ulikuwa unafunga zamani. Maana utasikia watu wakisema ya kwamba kuna wakati nilikuwa naenda kwa misitu, nilikuwa naenda Karura, nilikuwa naenda City Park, nilikuwa naenda Abraham, nilikuwa naenda Katoloni kufunga na kuomba, lakini siku hizi siendi. Na ukimuuliza kwani uko na miaka ngapi? Ni mtu ako na 20 something years, 30 something years. Mbona uliacha? Haleluya. Kama umezeeka umepitisha 60 years kule, ni sawa, tunaweza tukakuelewa mambo mengine kufunga kama 21, 40 au wesani kwa sababu umezeeka. Lakini sasa wewe ni kijana, wewe ni msichana, na unasema zamani nilikuwa naomba nafunga siku 7, nafunga siku 14. Hii kulienda namna gani? Haleluya. Nataka tutafute Mungu mpaka tumuone ni Jesus name. Biblia inasema ya kwamba ukisoma Jeremiah chapter 29 and verse 12, inasema mtakapo nitafuta kwa mioyo yenu yote mtaniona. Kwa hivyo wale watu wanaoona Mungu ni wale wanaomtafuta kwa mioyo yao yote. Ukisoma pia Proverbs chapter 8 and verse 17, Biblia inasema ya kwamba Mungu ataonekana kwa wale wanaomtafuta kwa bidii. Kwa hivyo wale ambao tunaotafuta Mungu kwa bidii ni wale ambao sisi ndio tutaona Mungu. Lakini wale ambao wanabahatisha, wanaanza mwezi mmoja, miezi miwili, mwaka mmoja, alafu wanamalizia wakiwa barindi, au watu hawezi wakamuona Mungu. Haleluya. Naomba Mungu akapate kukusaidia kumalizia vyema in the name of Jesus. Umalizie ukiwa umekubaliana na utakatifu na imani. Umalizie ukiwa umejazwa na Roho Mtakatifu. Maana kuna watu wengine utasikia wakisema ya kwamba zamani nilikuwa naongea na ndimi. Haleluya. Lakini leo siongei na ndimi. Mbona? Sinafaa nirudi kwa jina la Yesu. Na wale ambao mnaonitazama online, ikiwa ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu na ulikuwa ukiongea na ndimi na sasa uongee, anza kuongea tena katika jina la Yesu. Na uamini Mungu, kwa maana neno la Mungu halina mipaka. Biblia inasema ya kwamba Mungu ulituma neno lake na kuwaponya. Haijalishi kwamba uko mbali, hata kama uko Amerika na unanitazama sasa hivi, neno la Mungu linaweza likafanya kazi kwako ni Jesus name. Hata mimi huwa ninasikiliza watumishi wengine na watazama kwa runinga, kwa YouTube, kwa Facebook, na wakati mwingine nikiwa kwa nyumba yangu ninaingia deep in spirit, wakiwa wanahubiri, wakiwa wanafundisha, nasikia nimejawa na nguvu za Bwana. Haleluya. Kwa hivyo hata wewe ukiwa mahali ulipo, unaweza ukapokea nguvu ya Bwana in Jesus name. You can move from strength to strength, from glory to glory in the name of Jesus. Naomba ya kwamba kama kuna Mungu alipoteza karama, urejeshewe in the name of Jesus. Usimalizie ukiwa unasema ya kwamba zamani nilikuwa na karama. Nilikuwa na karama ya ufunuo, lakini sasa sina. Nilikuwa na karama ya maarifa na sasa haiko. Irudi katika jina la Yesu. Haleluya. So Biblia inasema kwamba uendelee toka nguvu hata nguvu. Naomba uendelee toka nguvu hadi nguvu in Jesus name. Uendelee kutoka kwa utukufu hadi utukufu mwingine in the name of Jesus. You must cross over to the other side in Jesus name. Na unajua kuendelea nguvu hadi nguvu nyingine, hata utasikia watu wengine wakisema ya kwamba zamani tulikuwa tunakaa na mume wangu vizuri, lakini sasa hizi tulianza kufurugana, hata siko kwa ndoa. That is not the will of God. Mapenzi ya Mungu ni muendelee kukaa pamoja. Mbarikiwe ni Jesus name. Kwa hivyo leo tunaomba long term prayers, tukiombea mwisho wa mwaka huu wa 2020 ya kwamba tutamalizia vizuri. Tukiomba mwaka ujao ya kwamba tutaanza vizuri na tutamalizia vizuri. Because the Bible says the eyes of the Lord will watch over you from the beginning of the year to the end of the age. Amen. Haleluya. Mungu jicho la Bwana litakutazama kutoka mwanzo wa mwaka hadi mwisho wa mwaka. Haleluya. Na pia tunakamata mwaka ujao wa 2020 katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba tutaanza vyema na tutamalizia vyema in the name of Jesus. Na ninaomba ya kwamba hata wale wameokoka wanao tutazama na wale tuko hapa ya kwamba tutamalizia vizuri in the name of Jesus. Mimi nikiwa naandaa hata hivi jumbe, hata mimi nilikuwa najiombea ya kwamba Mungu, kwa maana niko na imani ya kwamba majina yangu yaliandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele, niwezeshe kumaintain utakatifu na imani ili nisimalizie siku zangu za kuondoka hapa duniani
nikiwa majina yangu yameondolewa katika kitabu cha uzima wa milele, yakaandikwa kwenye kitabu za mauti. Amen. We should pray long term prayers. Amen. Ya kwamba tutamalizia vyema in Jesus name. Amen. Hallelujah. Amen. Tunaweza tukasoma neno lingine kwenye 2 Corinthians chapter 3. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. Nasema mtu abarikiwe jioni ya leo in Jesus name. Amen. 2 Corinthians chapter 3 and verse 18 nasema, lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tunafanana na mfano huo huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Toka utukufu hadi utukufu. Kwa hivyo sasa alikuwa anasema kwamba sisi kwa sasa tuko kama vile ambavyo mtu huwa anaona kwa kioo, lakini mwisho inafika anaona reality. Kwa hivyo kuna watu wengine wanaonanga maono. Unaona maono ukiwa unatumiwa na Mungu, unaona maono ukiwa juu, naomba ya kwamba itakuwa reality in Jesus name. Amen. Na Biblia inasema hapa, inaongea kuhusu kutoka kwa utukufu hadi utukufu mwingine. Amen. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba watu wa Mungu watatoka kutoka kwa utukufu hadi utukufu mwingine katika jina la Yesu. Nataka tusome neno lingine kwenye Job chapter 42 verse 12. Tuone vile ambavyo Job alimalizia. Job alimalizia vizuri, alikuwa siku zake kuna siku alisi za kuteseka, alikuwa amefanikiwa sana mwanzo. Hapo katikati akasambuliwa na Shetani. Lakini mwishowe akamalizia vizuri. Na Job aliishi miaka mingi. I think aliishi kama 200 years. Maana ile miaka imeandikwa hapa ya kwamba miaka ya Job ilikuwa aliishi, Biblia inaonyesha ya kwamba aliishi 140 years after 140 years after kurejeshewa ule utajiri wake, kurejeshewa utukufu, aliishi 140 years. Ni kumaanisha ya kwamba ndio asambuliwe na Shetani. Pengine alikuwa ameishi miaka kama 60, 70. Na Job in the Bible aliishi miaka mingi kuliko kina Abraham. Kuna watu wengine wanafikirianga ni kama vile kitabu ya Job iko nyuma ya Genesis, iko nyuma ya Exodus, hizo vitabu vingine ni kama iliandikwa nyuma hivyo. Lakini according to the history, kitabu cha Job ndio kiliandikwa mbele ya hata Genesis. Maana ukienda kuangalia hata kwa concordance ni kitabu gani iliandikwa, ikiwa ya kwanza ilikuwa ni ya Job. Bwana asifiwe. So Job alikuwa mbele ya kina Musa. Maana utaangalia hao watu wengine wanakoti Job, lakini hakuna mahali Job anakoti Musa, anakoti Abrahamu. So ni kumaanisha alikuwa mbele kabisa. Hiyo ni siri ambayo imefichwa, watu hawajui. Haleluya. Naona hata wale tuko na wao hapa wanashangaa. Inakuanga hivyo. Job chapter 42 and verse 12. Job chapter 42 and verse 12. Job chapter 42 verse 12 inasema, basi hivyo Bwana akaubarikia huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Mungu akaubarikia mwisho wa Jobu kuliko zaidi ya mwanzo wake. Ninaomba wewe pia Mungu akabariki mwisho wako. Amen. Kuliko mwanzo wako katika jina la Yesu. Amen. Mungu abariki mwaka huu mwezi huu wa 12, mwezi huu wa December. Amen. Kuliko vile ambavyo mwezi wa Januari, mwezi wa February and December, November. Vile ambavyo miezi mingine ilivyokuwa. Hata kama simebaki wiki mbili mwaka ukapate kuisha. Na mwezi ukapate kuisha huu ni December. Naomba ya kwamba mwezi huu utatoa ushuhuda ya kwamba ulikuwa umebarikiwa kuliko miezi ile mingine yote katika jina la Yesu. Hata mimi ninaomba ya kwamba mwezi huu wa 12 ya kwamba nitamalizia vyema, ya kwamba nitapokea baraka kuliko vile ambavyo miezi mingine ambayo nimekaa mwaka huu wa 2020 nilibarikiwa in Jesus name. Amen. Hallelujah. Hiyo ni Job. Alafu Job chapter 8 tena verse 7. Wacha nikusomee scripture nyingi. Na ukiona kitu kinarudia in the Bible, mambo ya beginning, the end ni very important, unafaa kudilo nayo. Kwa maana Biblia inasema Mungu ndiye anayekujua kutoka mwanzo wako hadi mwisho wako. Hallelujah. Inasema Job chapter 8 and verse 7 inasema, tena unjapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Unasikia Biblia inasema kwamba unjapokuwa mwanzo wako
ulikuwa mdogo sana. Mwisho wako utaongezeka sana. Amen. Mimi ninaomba wale watu wameanza mambo. Pengine biashara umeanza ikiwa ndogo. Umalizie ikiwa mzuri ni Jesus name. Nimeona mtu ako na supermarket kubwa. Na ako na wholesale kubwa. Na ni mtu tajiri sana. Nasikianga akisema ya kwamba alianza kibanda nje. Hiyo neema ninahitaji ni Jesus name. Ya kwamba unaanza kidogo unamalizia ukiwa umepanuka. Ukiwa umeinuka. Ukiwa umepanuliwa mipaka. Na ninaomba jioni ya leo watu wapanuliwe mipaka kama vile Jabezi alivyopanuliwa mipaka in the name of Jesus. Hallelujah. Ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa mdogo sana. Na ungeongezeka sana. Hata mimi naonanga ya kwamba naongezekanga hata katika kuongea kwangu, katika kufundisha kwangu, katika kuhubiri kwangu. Nimesema ya kwamba hata kama sijafika mahali ambapo ninatarajia kufika, ama Mungu analenga anataka nifike, hata kama sijakaribia. Haleluya. Nikiangalia vile ambavyo nilivyokuwa siku zilizopita, naona ya kwamba nimesonga kidogo. Maana nakumbuka nikianza kuhubiri, nilikuwa wakati mwingine naambiwa nihubiri kwa ushirika na tetemeka. Mpaka natoroka wakati mwingine najifanya niko busy. Nakataa kuja ushirika. Ndio nisipewe nafasi ya kuongea. Haleluya. Siku moja tulikuwa na ushirika. Na nikaambiwa nilikuwa nimeota ndoto, nikaonyeshwa maono na yule alikuwa kiongozi wa ushirika, nikamueleza, alafu tukua katika ushirika akasema James eleza bila ambavyo uliona. Nikamwambia siuambie, acha kunisumbua. Siku nyingine nikaambiwa niombeze. Tukashikana mikono nilitetemeka. Nikiwa natetemeka watu wanasikia wanafikiria ni kama nimejawa na nguvu za Bwana. Hadi wananipatia nafasi nitoe unabii. Na ni uoga sio unabii. Ni roho ya uoga imeshuka sio nguvu za Bwana. Haleluya. Haleluya. Lakini leo sitetemeki. Haleluya. Hata ukinipatia watu 10,000 nisimame niwahubirie. Nitachapa injili na sitatemeka. Amen. Haleluya. Nasema ya kwamba kuna mtu alianza huduma. Unaanza wakati mwingine unaona ni kama inafika mahali unaona ni kana kwamba hujaitwa. Umeitwa na Mungu. Ni vile mwanzo wako ni mdogo, lakini mwisho wako utakuwa mwema katika jina la Yesu. Haleluya. Na wale watu wote wameitwa na Mungu. Sio kwamba Mungu anaitanga mtu kwa sababu ana qualify ama kwa sababu anajua kuongea sana. In fact wale watu Mungu aliita wote walikuwa na makasoro. Ukiangalia mtu kama James na kama mtu kama John na Peter walikuwa ni watu sio wasomi. Ukisoma Acts chapter 4 verse 13, Biblia inasema ya kwamba watu walipoona ujasiri wa Peter na Yohana, jinsi ambavyo walivyokuwa na ubiri na ujasiri mkubwa, wanafanya ishara na maajabu, na wakawatambua kwamba hawana elimu, walitambua na wakaamini ya kwamba Yesu ako pamoja na wao. Haleluya. Mimi ninaomba katika huo udhaifu wako Mungu ataweza kujidhihirisha kwa njia kubwa. Watu watatambua ya kwamba Yesu ako pamoja na wewe. Haleluya. Na ukiangalia wale wengine waliitwa na Mungu, watu kama Musa. Musa alikuwa ni mtu ako na kivumizi. Hajui kuongea, lakini Mungu akamuita. Kwa hivyo wale ambao watu unaonanga ni kama uko na ulimi msito. Hata sisi tulikuwa hivyo. Haleluya. Na hata sasa si kwamba tuko perfect katika kuongea, lakini Mungu alituita. Na ndio Paulo akasema Mungu wale ambao aliowaita, wengi wao ni wale ambao ni wadhaifu. Haleluya. Ili akapate kujitukuza. Mimi nafikirianga kama ningekuwa Mungu nilikuwa naita wale watu wanajua kuhubiri, wale watu ningetaka kuita katika huduma wa uhubiri, ningeita watu kama kina Obama, wale wanajua kuongea, wanajua yani wako na usemi. Mtu kama Obama anakuwa bishop. Mtu kama Uhuru Kenyatta anakuwa bishop. Mtu kama Lumumba anakuwa yeye ndiye apostle. Kwa maana wako na usemi, wanajua kuongea. Lakini naye Mungu anachagua watu wengine ni wadhaifu. Haleluya. Na anatuwezesha. Kwa maana anachagua watu ambao hawawezi na anawawezesha ili Jesus name. Na Mungu anatumia wale watu kwa available. Sio watu ambao wako na ability. Ni watu ambao wako available hata kama hawawezi, anawawezesha ili Jesus name. Mimi naomba ya kwamba mwisho wako utakuwa mwema kuliko mwanzo wako. In the name of Jesus. Yule ambaye unayefanya biashara, hata kama biashara inakaa ni kana kwamba unabatisha, mwisho wako utakuwa mwema in Jesus name. Wale ambao unaanza huduma, hata kama unakaa ni kana kwamba unabatisha, hata kama una viewers wa kutazama, wa kusikiliza, hata kama una wasirika wa kukusikiliza, wa kukufuata, mwisho wako utakuwa mwema in Jesus name. Hata mtu ukipandwa, unapandanga unaenda ukimea. Hakuna kitu kilianza juu alafu kikaenda chini. Kila kitu inatokanga chini ikienda juu. Isipokuwa simo peke yake ndio inatokanga juu ikienda chini. Lakini hizi vitu vingine zote
vinatokanga chini vikienda juu. Hallelujah. Naomba ya kwamba you are going to move from glory to glory, from strength to strength, in the name of Jesus. Don't move from glory to shame. Don't move from strength to weakness, in Jesus name. Mungu akubariki na akutendee mema. Sitaki niongee yote kwa maana nataka nibakishe ya Thursday, na Mungu atakubariki. Nataka tuombe tuweze kumalizia. Mungu atatenda mambo makubwa. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya wapendwa wale ambao tumekutana na wao mahali hapa kwa ushirika, na watazamaji wetu wanaotutazama kupitia Facebook, na hata wale watakaofikiwa na ujumbe baadaye kupitia Facebook na kupitia YouTube. Naomba ukapate kuwabariki na kuwainua kwa jina la Yesu Kristo, wakamove from glory to glory, from strength to strength, in the name of Jesus. Asante kwa maana wewe Mungu wa mbinguni, hii wiki itakuwa wiki ya baraka. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Shalom. Mungu akubariki, akutendee mema. Tukutane on Thursday masaa kama haya, na Mungu akaweze kukubariki in Jesus name. Na unaweza ukashare kwa YouTube, kwa Facebook kwa wengine, na Mungu atakutendea mema. Amen.